na viongozi wa klabu ya basketball ya Dar City na ndugu waandishi wa habari, tunawakaribisha kwa ajili ya mashindano ambayo yanaanza siku ya kesho, ambayo ni Road to BAL, ambayo yatafanyika hapa kwenye viwanja vya shule ya kimataifa ya Tanganyika ambayo iko Dar es Salaam. Na mashindano yatashirikisha timu ya Dar City kutoka Tanzania, lakini na timu kutoka Komoro na timu kutoka Uganda, kwa vile wenzetu wa Burundi wameshindwa kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu, watashindwa kuja. Lakini kifupi ni kwamba mashindano haya ni preliminary round, ambayo timu mbili zitakazoshinda zinakwenda kwenye round of 16, ambayo aidha itachezwa Kenya ama Afrika ya Kusini, na atakayeshinda hapo nafikiri kuna timu kama 4 hivi ambazo zitakwenda kwenye robo finali. Kwa hivyo hii ni fursa nyingine kwa Watanzania kujionea kwa macho yao mchezo huu mzuri ambao unahusisha timu za mataifa mengine ukichezwa hapa Dar es Salaam. Mimi nichukue fursa hii kuwaomba wapenzi wa michezo, wapenzi wa mchezo wa mpira wa kikapu kuhudhuria kwenye siku kadhaa hizi kuanzia kesho hapa viwanja vya shule ya kimataifa ya Tanganyika na kushuhudia michezo mizuri, na niwahakikishie kiwango cha timu inayowakilisha Tanzania kitawafurahisha sana. Mimi nishukuru sana kwa sababu nimepokea simu ya naibu waziri kuniomba niwe naye hapa leo, na anafahamu kwamba mimi bado najifunza zaidi katika sekta hii kubwa ya michezo. Dar City ni timu kubwa na ambayo leo mnaona imekuwa na kocha wa kigeni, kocha kutoka mataifa ya nje. Tumezoea timu hizi nyingi zinakuwa na makocha wa hapa au makocha wapi, lakini hii ni ishara kwamba timu inakuwa na kwamba inafikia katika sura ya kuwa ni timu ya kimataifa. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kushukuru sana kwa namna ambavyo mnajiorganize wenyewe, lakini kwa namna ambavyo pia mnaweza mkawa sehemu kubwa sana ya kupeperusha bendera ya ushindi kwa taifa letu. Na kwa mantiki hiyo, kwa mchezo huu kufanyikia hapa kwetu Dar es Salaam IST School ni kigezo kikubwa sana cha kuwataka sasa ama kuwaomba Watanzania na hasa wa Dar es Salaam wafike kwenye uwanja huu wa shule ya kimataifa Tanganyika waweze kushuhudia mashindano haya ambayo yamekushazungumzwa vizuri sana na Mheshimiwa Naibu Waziri. Na kwa mantiki hiyo niwathibitishie kocha, captain, Mheshimiwa Naibu Waziri, niwathibitishie kwamba Dar es Salaam iko salama sana. Nafahamu kwamba wapo wageni watakao shiriki mashindano haya, lakini pia Dar City yenyewe pia imesajili wachezaji pia kutoka nje ya taifa letu. Niwathibitishie kwamba Dar es Salaam ipo salama sana. Wapo baadhi ya watu ambao wanajaribisha kidogo kutishatisha watu kwa namna fulani, lakini naomba niwatoe hofu. Mnaweza mkaona kwamba mtu anayekusudia kuharibu amani ya mkoa au wa taifa anakusudia kufanya nini? Cha kwanza, anakusudia kuharibu mnyororo wa kiuchumi katika taifa letu. Cha pili, anakusudia kuharibu mfumo wa kimichezo katika taifa letu. Na tatu, anakusudia kuharibu diplomasia iliyopo kati ya Tanzania na mataifa mengineyo. Lakini jambo la nne, anakusudia kuharibu mfumo wa siasa yetu katika taifa. Na jambo la tano, anakusudia kuharibu utamaduni wetu kama Watanzania. Na kwa mantiki hiyo hatutaruhusu. Mwisho, Mheshimiwa Naibu Waziri, wewe ni mtaalamu zaidi na mambo ya michezo, lakini kwa kushirikiana na Dar City ningeliomba kwamba mtupe mipango mizuri ili sisi tukashirikiane na manispaa zetu, ili kiwezekana mwaka huu au mwaka ujao wa fedha tuweze pia kutengeneza kiwanja kimoja au viwanja viwili vya basket. Tukiwa tunaelekea kwenye michuano ya Road to BAL ambayo ni Basketball Africa League. Ni ligi ambayo iko chini ya NBA ambayo inahusisha club mbalimbali za basketball hapa Afrika. Ni ligi ambayo imeanza sasa hivi na tunaenda mwaka wa 6. Na sisi kama Dar City tumepata nafasi ya kuweza kushiriki. Miaka miwili nyuma hatujafanya vile tulivyotaka, ila tuko katika stage ambayo tunaelekea katika mwelekeo mzuri, na tunajiandaa sasa hivi tuko katika mazoezi ya mwisho. Kuna siku moja ambayo mpaka games zianze.